nchi wanachama watakuwa wamekubaliana vinginevyo. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, bajeti ya mwaka 2026/27 ni ya kipekee sana kwa nchi yetu, na nasema kipekee kwa sababu kubwa tatu. Kwanza, hii itakuwa ndio bajeti ya kwanza kwa utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Mnakumbuka kwa muda wa miaka takriban 25 iliyopita tumekuwa tukitekeleza dira ya maendeleo ya mwaka 2025. Dira ile imekamilika rasmi mwaka jana, na kuanzia mwaka huu tutaanza rasmi kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Imezinduliwa mwezi Julai mwaka jana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, na sasa iko tayari kutekeleza. Na bajeti hii tunakwenda nayo itakuwa ndio bajeti ya kwanza ya kutekeleza rasmi dira ile. La pili, kwa sababu dira iko tayari na dira nayo wakati wa utekelezaji inadaiwa kwa miaka mitano. Kwa hiyo vile vile kwa mnasaba huo, hii itakuwa ndio bajeti ya kwanza ya kutekeleza mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano, mpango ambao tutaenda nao baina ya mwaka huu 2026/27 mpaka mwaka 2030 na 31. Na tatu, wote mnafahamu, mtakumbuka kwamba mwaka jana tulikuwa na uchaguzi mkuu, mwezi wa Oktoba mwaka jana tulikuwa na uchaguzi mkuu ambao umeweka uongozi ambao tutakwenda nao hadi kufikia mwaka 2030. Kwa hiyo nayo bajeti hii itakuwa vile vile ndio ya kwanza ya kutekeleza ilani ya uchaguzi ya chama kinachoongoza, Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kwa sababu hizo tatu tunasema kwamba hii itakuwa ni bajeti maalum katika mustakabali wa taifa letu katika utekelezaji wa mipango yetu mikubwa. Vile vile, ndugu waandishi wa habari, kwa mujibu wa kanuni za Bunge, wakati wa asubuhi siku hiyo ya kesho, Bunge litawasilishiwa na Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, taarifa ya hali ya uchumi kwa mwaka 2025 na mwelekeo wa hali ya uchumi kwa mwaka 2026. Kimsingi, taarifa ya hali ya uchumi itaeleza matokeo muhimu ya uchumi mkuu kama vile ukuaji halisi wa pato la taifa kwa mwaka tuliomaliza mwaka 2025, ukuaji na mchango wa kisekta, kwa maana kwamba zile sekta kubwa za kiuchumi zimekuwa kwa kiasi gani, mwenendo wake, lakini vile vile na mchango wa kila sekta katika pato la taifa. Na tatu, itaonyesha vile vile mwenendo wetu, hali yetu ya utulivu wa bei. Katika kila nchi lazima tufuatilie bei, kasi yake ya ukuaji, lakini na utulivu wa bei zenyewe. Kwa hiyo tunatarajia katika taarifa hiyo na utaelezwa vile vile hali ya utulivu wa bei nchini, mwenendo wa sekta ya nje, kwa maana ya kiasi gani tunaagiza kutoka nje, thamani ya bidhaa ambazo tunaagiza, thamani ya bidhaa ambazo tunasafirisha, na urari wa biashara yetu na mataifa mengine. Lakini vile vile tunatarajia kitaelezwa hali ya akiba yetu ya fedha za kigeni. Mambo haya yote yanategemea sana hali ya uchumi na utulivu wa usalama, biashara na ukuaji wa uchumi wa dunia, mambo ambayo nyote mnafahamu kwamba kumejitokeza hali tete katika masuala haya.